Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya ripoti tuliokuwa nayo ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump anataka kuondoa ushawishi wa China katika nchi za Amerika ya Kusini, na ndio maana ameanza kumteka Nicolas Maduro wa Venezuela, lakini pia akiendeleza vitisho kwa mataifa mengine ya kusini mwa Amerika. China imetumia miongo kadhaa katika ushirika dhidi ya nchi za Amerika ya Kusini, huku vumbi likitimka wakati wa kutekwa kwa kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro katika shambulizi la kushtukiza la kijeshi mapema mwezi uliopita. Maafisa wa Marekani waliacha swali dogo kwamba walikuwa na shabaha nyingine pia, ambayo ni Uchina. China ni rafiki wa muda mrefu wa serikali huko Caracas, na Uchina kwa miaka mingi ilifanya uwekezaji mkubwa katika baadhi ya nchi za kusini mwa Amerika kwenye maeneo ya mafuta na miundombinu ya nchi za Amerika ya Kusini. Kuondolewa kwa Maduro ni pigo kwa ushirikiano huo ambao unaweza kuziacha benki za China zikikabiliwa na mabilioni ya madeni ambayo hayajalipwa na Venezuela. Na hii itakuwa ni moja kati ya hasara ambazo Beijing imezipata. Lakini ikitazamwa kutoka Beijing, vigingi vimezidi kuongezeka juu zaidi ya juu kuliko ilivyokuwa awali. Mtetemeko huo pia ulikuwa onyo kubwa zaidi bado la kampeni ya kina ya utawala wa Trump kuondoa ushawishi wa Uchina kote Amerika ya Kusini. Rais wa Marekani Donald Trump, katika kuona namna ya kuweza kupambana na China katika suala la kiuchumi, ameona kwanza ni kukabiliana na China katika maeneo yake aliyowekeza ulimwenguni, pamoja na kuhakikisha kwamba nchi hiyo haipati ushawishi katika maeneo mengi katika ulimwengu. Hii ni moja kati ya shabaha ya rais wa Marekani bwana Donald Trump wakati huu. Moja kati ya mataifa mengine ambayo Beijing imetumia miongo kadhaa kukuza uhusiano wake wa kibiashara na miradi ya uwekezaji katika benki katika kanda hiyo ili kuongeza viungo vya usafirishaji na kupunguza gharama za nishati, ikiimarisha ushawishi wake huko. Mkakati wa usalama wa kitaifa wa Marekani uliotolewa mwezi Desemba ulihakikisha kuinyima mshindani wake katika eneo hilo ambaye ni China udhibiti wa mali muhimu za kimkakati katika ulimwengu wa Magharibi, na kufanya kila jitihada kusukuma nje makampuni ya kigeni ambayo yanajenga miundombinu katika eneo hilo. Akizungumza na wasimamizi wa mafuta katika ikulu ya White House mapema mwezi huu kuhusu Venezuela, Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza kwa uwazi zaidi, akisema kama hatungefanya hivi, China ingekuwa huko na Urusi ingekuwa huko, lakini hawatakuwa huko sasa. Uthubutu mpya wa Washington sasa una jina kinachojulikana kama fundisho la Don Roy. Mabadiliko katika kauli ya mwaka 1823 ya Rais James Monroe akiyaonya mataifa ya Ulaya ya kikoloni kuheshimu nyanja za ushawishi za Marekani katika ulimwengu wa Magharibi. Mpasuko huo ulibuniwa na wachambuzi wa mrengo wa kulia na umetumiwa na rais mwenyewe. Hofu ya Marekani ni kwamba katika miaka ijayo China ingekuwa na ushawishi mkubwa sana katika maeneo mengi ulimwenguni, na ndio maana wakati huu inapambana kuchukua maeneo ikiwa ni pamoja na eneo la Greenland hata na Panama ambalo rais huyo amesema kwamba lazima liwe mikononi mwake. Rais wa Marekani Donald Trump anataka kutengeneza kile ambacho alitaja wakati wa kampeni zake, Make America Great Again, kwa maana kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, na kwamba lazima apambane kwa namna yoyote katika vita vya kiuchumi na hata vita vya moja kwa moja kuhakikisha malengo yanatimia. Mnara wa Mira de las America unaoadhimisha miaka 150 ya uwepo wa Wachina nchini Panama ulibomolewa kwa utata mnamo Desemba mwaka 2025. Huu ulikuwa ni mnara wa ukumbusho ambao unafahamika kama Mira de las America unaoadhimisha miaka 150 ya uwepo wa Wachina katika Panama. Ulibomolewa kwa njia ya kutatanisha mnamo mwaka jana. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Yote haya ni kupoteza ushahidi kwamba Uchina iliwahi kuwa mshirika wa muda mrefu katika eneo hilo la Amerika ya Kusini. Sasa swali la kama Marekani inaweza tena kutumia nguvu au mbinu kama vile ushuru au vikwazo kwa nchi zenye silaha katika kuchagua maslahi ya Washington juu ya uhusiano na China ni hatari inayowezekana kutathminiwa katika miji mikuu ya eneo hilo. Wachambuzi wanasema hakuna shaka kwamba shinikizo linaendelea na nchi ziko hatari kweli, na katika Wizara ya Mambo ya Nje watu wanapanga njia tofauti za jinsi ya kushughulikia jambo hili. Wanasema wachambuzi wa mambo, wakielezea namna ambavyo hii inaweza kuleta athari kubwa ya kiuchumi katika ulimwengu.
Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mipango ya Marekani katika kuhakikisha inapambana na Uchina katika uchumi, katika vita vya kiuchumi, ambapo sasa imeona moja kati ya mipango ni kuondoa ushawishi wa China katika eneo la Amerika ya Kusini, ikianza na Venezuela. Na moja kati ya sababu ambayo rais huyo wa Marekani amesema ni kuhakikisha kwamba nchi ya China haipati ushawishi katika eneo hilo na kufanya uwekezaji mkubwa ambao hadi leo hii unaonekana katika mataifa ya Amerika ya Kusini. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.